Tena tunashukuru kwa sababu ya kipindi ambacho tumekuwa nacho tangu asubuhi, na tunapoingia kwa maombi ya kumaliza jioni ya leo, tunashukuru Mungu sana kwa ajili ya uaminifu wake na kwa ajili ya upendo wake ambao ametuwezesha kutoka asubuhi tumekuwa hapa na tunamuinua. Kwa hivyo tunakualika tena kwa majira haya na kwa wakati huu katika jina la Yesu Kristo kwa maombi ya jioni ya leo. So kuna mambo kadhaa ambao ninataka tuende kuyaombea lakini kabla hatujaomba ninataka tusome andiko tena moja, alafu ndio tupate kuomba katika jina la Yesu Kristo. Tuombe katika jina la Yesu. Kitabu cha Isaia, kitabu ni kile cha Isaya, tukiwa katika hali ya maombi, ni kile cha Isaya Isaya 60, tuanzie mstari wa 9, 10, 11 mpaka 15. Biblia inasema hivi: hakika yake visiwa vyako vitangojea na merikebu za Tarshish kwanza, ili wana wako wakuje kutoka mbali, na fedha yao na dhahabu yao pamoja na hao, kwa ajili ya jina la Bwana Mungu wako, kwa ajili yake mtakatifu wa Israeli, kwa kuwa amekutukuza wewe, na wageni wote watajenga kuta zako, na wafalme wao watakuhudumu. Alafu mstari wa 10 bado: maana katika ghadhabu yangu nalikupiga, lakini katika upendeleo wangu nimekurehemu. Mstari wa 11: malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ila watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa, na wafalme wako wakiongozwa pamoja nao. Kwa maana kila taifa na ufalme wa watu siotaka kukutumikia wataangamia, naam, mataifa hayo watawaharibia kabisa. 13: utukufu wa Lebanoni utajiria wewe, mumeroshi na mtindali na mteushuri pamoja, ili kubamba mahali pangu patakatifu, nami nitapatukuza mahali pangu pa miguu yangu. Na wana wa watu wale waliokutesa watakuja kwako na kukuinamia, nao wote waliokudharau watajiinamisha hata nyayo za miguu yako, nao watakuita mji wa Bwana, Sayuni mtakatifu. Na kwa kuwa umewaachwa na kuchukiwa, hata ikawa hapana mtu aliyepita ndani yako, nitakufanya kuwa fahari ya milele, furaha ya vizazi vingi. Utanyonya maziwa ya mataifa, utanyonya matiti ya wafalme, nawe utajua ya kuwa mimi Bwana ni mwokozi wako na mkombozi wako, mwenye enzi ya Yakobo. Badala ya shaba nitalete dhahabu, na badala ya chuma nitalete fedha, na badala ya miti nitalete shaba, na badala ya mawe nitalete chuma. Tena nitawafanya wasimamizi wako wawe amani, na hao wakutozao fedha kuwa haki. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hivyo tunamshukuru Mungu mwaminifu tena kwa majira haya, na kuna mambo kadhaa ambayo tumeyasoma ambayo yatatuelekesha katika maombi yale ambayo tumebakisha katika jina la Yesu Kristo. Hivi nitombele tuwasoma, kuna vitu tumesoma na ninajua kwamba tukirekeshwa na hizo vitu, na hiyo ndio taratibu na mpangilio wetu ili tunapoenda kumaliza maombi haya. Sikiliza mstari wa 9 vile imesema tunaposoma na kuendelea katika jina la Yesu Kristo. Biblia imesema, hakika visiwa vyako vitakungojea na merikebu za Tarshish kwanza, ili kukuletea wana wako kutoka mbali, na fedha na dhahabu yao pamoja nao. Visiwa vyako vitangoja. Visiwa ni vile vinatoa maji, kwa kikisiwa naita chinsoko. Biblia inasema vitangoja mpaka wana wako watakapotoka mbali wache. Bwana Yesu asifiwe. Wana wako watakapotoka mbali wache. Halafu inasema watakapokuletea fedha, watakapokuletea dhahabu, watakapokuletea shaba. Visiwa vyako havitachelewa. Chinsoko chiao tichikuoma kuikachiganye mpaka Nyasaye anyale kugusesenia. Lazima zingoje mpaka Mungu atakapokubariki. Hiyo ndio visiwa. Namba 2, vitangoja mpaka baraka zako zitakapokuja. Wale ambao tuko hapa ndani, nataka kwanza uamini hivyo kwamba kuna baraka zako ziko njiani zikicha, na asitakuepuka, asitaenda mpaka sikungoje, mpaka wakati wako, na hautakufa kabla hujasipokea. Na hayo ni moja wapo ya yale mambo ambayo tunaenda kuyaombea hapa, ya kwamba popote baraka zetu zimeshikiliwa, na yeyote ameshika baraka zetu apate kuachilia haraka kwa jina la Yesu. Na kama wako mbali ama hujakuwa connected na wao au hujaunganishwa na wao, Bwana kuunganisha na wao mara moja katika jina la Yesu. Biblia inasema visiwa vyako vitangoja mpaka wana wako wakuletee baraka zako. Watalete dhahabu, watalete uvumba, watalete shaba, watalete vitu ambavyo vimefuata. Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Halo, hebu pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu tena makofi mazuri. Mstari unaofuata hapo bado mali tuko 9. Inasema, kwa ajili ya jina la Bwana Mungu wako, kwa ajili yake Mtakatifu wa Israeli, kwa kuwa amekutukuza wewe. Bwana asifiwe. Kwa ajili ya jina lake. Hapa hupo kwa sababu ya kulikiri jina lake. Hapa hupo kwa sababu ya kumuinua Yesu. Sema amina. Hapa hupo kwa sababu ya kumwabudu Yesu. Hapa umekuja kufunga pamoja na sisi, sio kwa sababu ya kitu kingine, ni kwa sababu unamjua Mungu. Biblia inasema, na kwa sababu ya jina langu mumejisumbukia kwa jina langu, mumejitaabisha kwa ajili yangu, na mimi nitahakikisha hizo baraka zitakungojea, zitatoka mbali. Wengine najua maybe mumesimamisha shughuli na biashara zile ambazo mngeweza kufanya ili kuja hapa katika maombi, ama ili kuwa na muda wa kutufuatilia katika mtandao, na wewe ndio umeahidiwa ya kwamba baraka zako hazitaenda hivyo. Baraka zako zitakungoja mpaka utakapokuja. Yaani hautacheleweshwa, asitakupita. Baraka zako zitakuja, zitakupata hata kama ni hapa vile umekaa hapa. Baraka zinaweza kutafuta kutoka Marekani zije mpaka hapa kukutafuta, na nia ni kwamba Mungu amekupendelea. Na kwa sababu this is the year of divine restoration, tunaamini kwamba hayo yatatendeka, na Mungu anaenda kuyatenda kwa njia kuu katika jina la Yesu Kristo. Sasa maandiko mengine kwenda chini yanasema, ujue tunaendelea na maombi. Hiyo ni kukupatia theme ya kuomba. Mstari wa 10 nasema, na wageni watajenga kuta zako. Hapa ndipo ninapo ngojea sana. Wana wa Mungu,
Saa zingine tusiwe na wasiwasi. Sema amina. Saa zingine tusiwe na wasiwasi. Saa zingine tusisumbuke sana. Kama Biblia ni iko hai, maana maandiko inasema neno la Mungu liko hai, lina nguvu kuliko na ni upanga ukatao kuwili, mkali na ukatao kuwili. Basi hili neno linasema kwamba na wageni watajenga kuta zako, ya kwamba watu ambao watakao kuinua sio watu unajua, ni wageni wanatumwa kutoka mbali. Ni wangapi wanaamini mambo kama hayo? Mimi naamini kwamba kuna wageni wametumwa, kuna watu wametumwa, kuna watu wanatumwa, wako njiani, hawajanipata lakini wako njiani, wanaokuja kujenga kuta zetu, wanaokuja kujenga maisha yako, wanaokuja kuimarisha, kuestablish your life, wanaokuja kuimarisha maisha yako, kuiboresha. Yani unashangaa watu hamjawahi shangaa. Bwana Yesu asifiwe. Niliwapea hadithi siku nyingine kwamba kuna msichana mmoja ambaye alikuwa kwao ni maskini sana. Na huyu msichana alikuwa, kwa sababu ya ile umaskini, akajipata amejifungulia watoto nyumbani. Na kujifungua watoto, akaenda akaolewa tena kwingine. Alifungua watoto wawili, akaenda akaolewa kwingine. Baada ya kuolewa, ule naye akamuongeza mtoto mmoja, wakawa watatu. Walipokuwa hao watoto watatu, huyu msichana akaona ni kama amepoteza tumaini, akaona ni kama hawezi. Akaja kanisani, akawa kanisani, akaendelea kumtumikia Mungu, akajiunga kwa vikundi vya kanisa, akakaa pale. Bwana asifiwe. Unaendelea kusikiliza hiyo habari? Baada ya kukaa pale, msichana akaambiwa na watumishi wa Mungu, wakamwambia, wewe usikate tamaa, Mungu atakuandalia na Mungu atasimama pamoja na wewe. Ule msichana kwao walikuwa maskini sana. Ule msichana kwao hawakuwa wanajiweza kabisa. Yeye ndiye alikuwa anasaidia wazazi, na baada ya kupata watoto sasa, kusaidia wazazi na kusaidia wale watoto ikawa ni ngumu kidogo. Lakini akiwa anaendelea kungoja, akiwa anaendelea kuomba, Bwana Yesu asifiwe, jamaa mmoja naye akaja, naye amechelewa kivyake. Kumbe huyu jamaa amekuaga Amerika, amekaaga pale, alikuaga na familia. Ile familia ikatoka ikamkoni pesa, ikaenda nazo. Huyu jamaa akabaki hana mke. Ndio umri wake ulikuwa umeenda kidogo. Huyu msichana pia umri ulikuwa umeenda kidogo. Huyu mzee aliporudi, na bahati ya Mungu akamuunganisha. Kumbe huyu mzee vile alienda Amerika, alitengeneza vitu, alinunua mashamba Amerika, akafungua biashara kubwa. Lakini sasa zile pesa alikuwa anatuma nyumbani, ule mwanamke alikuwa naye anaitwa mpumbafu, akachukua zile pesa akaenda kuanzia maisha kwa mke mwingine. Kwa mume mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Ule ndugu alipokuja hapa alivunjika moyo, alikata tamaa, alishindwa anzie wapi, atokee wapi. Umri umeenda, watoto wake wamechukuliwa na mali zake zimeenda hivyo. Lakini sasa bahati nzuri alikuwa amefungua biashara kubwa kule, na watu hawako wanajua hata wakwao, na alikuwa pia amenunua shamba kule. Sasa alipokuja akapata huyu dada kwenye njia. Huyu akamuulizia tu njia ya kwenda mahali fulani. Huyu dada akamuelezea. Baada ya dada kumuelezea, kumbe hii ilikuwa ni destiny connector, ilikuwa ni destiny helper. Alipomwambia njia, akamwambia pana, utaenda hivi, lakini ni mbali kidogo. Akauliza huyu msichana, unaweza nionyesha hapo kwa boma fulani alikuwa anaenda? Akamwambia nitakuonyesha. Akaona yule msichana ni mkarimu, lakini kumbuka huyu msichana ndio ule mwenye ako na watoto watatu, ndio ule baada anakaa kwao, na kwao hawajiwezi. Halo, Bwana asifiwe. Sasa baada ya kumuonyesha, ikabidi yule ndugu achukue namba ya huyu msichana. Mwambie, asante sana, nipe namba yako nikutumie kitu kidogo ya kusema asante kwa kuniongoza. Ule ndugu alipoondoka, Mungu akamzungumzia, akamwambia huyo mwenye uliwacha ndiye anafaa kuwa mke wako. Sasa alipomaliza shughuli mahali alikuwa anaenda, uzuri ile namba ilikuwa kwa M-Pesa, akachukua ile namba akampigia ule msichana. Pigia ule msichana, akamwambia asante, mimi ni ule ulioniongoza mahali fulani, tunaweza kutana na mahali tuongee. Ule msichana akasema haina shida. Wakakutana. Msichana akampa historia yake, akamwambia sisi ni maskini nyumbani, hatuna kitu chochote. Mimi niliolewa mahali
mume wangu akanifukuza, akanipa mtoto, na ule mwingine alinipea watoto nikiwa shule, wao walienda vile walienda. Na huyu jamaa naye akampa historia, akamwambia na mimi nilikuwa nimeoa mke wangu naye alikuwa na watoto wawili, lakini alienda akaolewa na akaenda na mali yangu, akaenda na vitu vyangu, anaishi kwake. Akauliza huyu msichana, uko tayari tuoane na wewe? Huyu msichana akamwambia mimi siko tayari, maana hutaweza kunilea pamoja na hao watoto. Akamwambia mimi watoto ndio nataka sana kwanza. Akamwambia kama unataka basi mimi ili iwe serious kwamba unataka kunioa, lazima tuende kwetu nyumbani. Ule ndugu akamwambia haina shida, tunaenda. Ule akampangia akampeleka nyumbani. Kumbe dada kwao ni nyumba ya nyazi, dada kwao wako chini, dada kwao ni maskini ya mwisho, wazazi wake hawajiwezi, na watoto wako pale mpaka wajukuu. Bwana asifiwe. Ule ndugu alipoingia pale, huyu dada hajamjua huyu ndugu ni vizuri. Alipoingia pale akaangalia, wakaongea na wazazi. Na wazazi wakasema kama unaweza amua kuchukua huyu, unajua wakati uko maskini hakuna kitu watakata. Kama unaweza amua kuchukua huyu utakuwa umetusaidia shida kidogo. Ule akasema nitachukua. Na unajua vile ule jamaa kuna watu hawajui kujifalisha. Hasa alikuwa amevaa nyingine, huwezi jua kwamba ako na pesa. Kumbe ako mpaka na gari. Bwana asifiwe. Sasa ule vile alikubali, akamwambia mimi hata sisireki kwa sababu wakati wangu umeenda. Nataka nikuje kesho kutwa. Number 1, nataka nikujengee nyumba. Bwana asifiwe. Wakamwangalia wakasema huyo hata hana pesa. Vile ndugu alienda hivi, kumbe anajuana na watu wa mchanga, anajuana na watu wa mawe, anajuana na watu wa simiti, anajuana na watu wa mabati, anajuana na watu wa kuleta kokoto. Jina la Bwana lipewe sifa. Ule ndugu akajipanga, na alipojipanga akaenda kidogo kidogo. Dada wanastukia magari zinafuatana kama 7. Hii imebeba mchanga, hii imebeba kokoto, hii imebeba mawe, hii imebeba simiti, hii imebeba mabati. Ule ndugu alipiga hesabu, akatafuta fundi, akamuuliza kila kitu. Fundi akamwambia, yeye akaenda akanunua vitu vyote kwa wholesale, kwa sababu ile kipindi alikuwa amepewa Amerika, alikuwa amepewa siku chache arudi. Dada, gari zikaanza kuingia, watu wakaanza kushangaa ni nini hii inaendelea. Wao ndani yao unafikiria walisema nini? Nyareba oni likieke oni liobolemo wana lichikora bachiko beko boye huyu ameshauza yaba manyete uyo ta so haruminati oyo oni liobolemo ese ngenchu chikalichi achiteiga urururwa magena purba papa matoboli kurba kwa baba nini emechanga nini na chikosoka chibundi mambi yaye chiko chabuna chintuga enyombe gatiriwe nyumba ya koroba. Bwana Yesu asifiwe. Ule mzee alikuwa na pesa za kupindukia, kwa ile muda alikaa. Alifikiria atakaa na familia yake, akapata hawako. Akapata huyu na roborobori akatebanga tikankorera ni bintu limu. Akajenga nyumba wiki 3-4 imepanda juu, kila kitu kimeisha. Maana alikuwa anakimbisha masiku za kwenda. Alafu baada ya hapo akasema mimi siendi Amerika peke yangu. Kumba kuna connection zile za kule juu kwa mambo ya green card na passport. Akawapigia simu akasema nitayarishie msichana emergency passport. Akatayarisha, ikiwa inaendelea kutayarishwa, huyu ndugu akaorganize harusi ya kifahari. Halo? Akatengeneza harusi ya kifahari. Vile nyumba inamalizika, watu waingie ndani, watu wanaingia kwa hiyo nyumba yao na harusi. Na akamuoa hivyo na akaenda naye. Saa hii msichana ni bilionea. Kwa hivyo ndio nasema kwamba Mungu atashawashisha, hata atafanya kuta zako zijengwe na watu ambao hujui. Nyumba yako ijengwe na watu hujui. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unapomtumikia Mungu, msichana kama angeingia aende kumtumikia Mungu na ajiunge aanze kufanya kazi ya Mungu, haya yote maybe hayangetendeka. Lakini ule ndugu alipopata huyo ameokoka, na akasema hata mimi nataka mtu wa kuokoka hata kama ako na shida zake. Akashughulika kila kitu kikapatikana. Sikiliza nikwambie, wageni watajenga kuta zako. Nasema wageni watajenga kuta zako. Abageni nkwa gaja barenye sichinya sichi yao, chinyomba chi yao.
abageningo komukereri bale, watu sio wajua wanatumwa. Na vile ninasema hivi, nasikia Roho ananiambia wako njiani, wanatumwa kwa maisha yangu, wanatumwa kwa maisha yako, watatumwa kwa hii huduma katika jina la Yesu. Watajenga kuta zetu, watafanya vitu vinaitwa surprising. Sema amina. Kwamba wageni watajenga, kwa kuwa wageni watajenga kuta zako. Na kwa kuwa kwa ajili ya Bwana Mungu wako, hakika yake kwa ajili ya Bwana Mungu wako. Mstari wa 10 nasema kwa kuwa wageni watajenga kuta zako na wafalme watakuhudumu. Na wafalme mumategoro ya baruti. Mnajua wafalme? Wafalme ni watu kama President Ruto, ni watu kama President Trump, ni watu kama President Museveni, ni watu kama President wa Samia Suluhu. Wao ndio wafalme. Zamani walikuwa ni wafalme, siku hizi wengi ni ma president. Bwana Yesu asifiwe. Ndio wanasema wafalme watakuhudumu. Kuhudumu ni kukuhudumia. Uko kolera umanene Yesu abako. Igotoranga no kumisana Ruto litukerimo gweta gate ni gari parali. Yani ike gari esarekero. Arafu nyasa motebi so aguchia. Abantu bonse bibarole chikali chonse picha tene nirabu ngo chama umatekera gweta ofi ya Silas machipara chikoreke chisieko. Bantu barro soirema nandi bunago soama nyasa mukwanira motebi amakwanire atako soka igo bunasoka. Biblia inasema wafalme watakuhudumia. Egene gento bunekyo abaruoti mbagokorere abaruoti nono mugambi no muruoti bweke nyoro bonene Yesu abako umugaba na muruoti bwe county. Mungu anaweza muamulisha kutoka mahali alipo akuje nyumbani na ingie kwako na ushangae na kunywa chai kwa nyumba yako na kusema nataka nibadilishe maisha yako mara moja. Sema amina. Arafu nyingine inasema maana katika ghadhabu yangu nalikupiga, lakini katika upendeleo wangu nimekurehemu. Kero kende ama ngana kwa bere kugwetera maneno ambayo umekukipitia, labda ni Mungu aliamua kukupitishia. Yani saa zingine majaribu ya Mungu inakuwa ni kama mateso saa zingine. Maana atakunyima fedha, atakunyima vitu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba kwa kitambo nalikupiga, lakini kwa rehema tena nimekurehemu. Yani oyo no mwaka buko inyorua. Huu ni mwaka wa kukumbukwa. Bantu mbangi weti. Huu ni mwaka wa kukumbukwa nasema. Na Mungu akukumbuke mwaka huu katika jina la Yesu. Kuta zako zijengwe. Mambo yako umekuwa ukiombea miaka yote mpaka unaona ni kama umezeeka haitafanyika. Ushangae vitu vinafanyika na wiki moja. Ushangae mambo yanatendeka na wiki moja katika jina la Yesu. Ni wangapi wanaamini wapigie Yesu makofi? Arafu nyingine nasema hivi. Malango yako nayo yatakuwa wazi, hayatafungwa mchana hata na usiku. Ebisieri byao mbibe wazi. Yani mineti gataliko biko wazi abarogi basoe. Taliko biko wazi mechandesoe. Milango, ninaposema milango itakuwa wazi, ni milango ya baraka. Kwako mgeni huyu anatoka na anawacha vitu na mwingine anaingia. Huyu akitoka anaacha vitu na mwingine anaingia. Unashangaa watoto wako, hata wageni wa watoto wako wanaanza kuingia tu kwa maboma nyumbani. Wanaanza kuingia na mambo yanabadilika. Na huu ni mwaka wa kubadilika. Milango yetu isifungwe hata kidogo, usiku au mchana. Hata wakati ambapo umelala, milango itakuwa wazi. Hata wakati ambapo uyupo, munorega gokogendanga kwewe bintu bya change ririmo asili etali ya Yesu. Yani yeyote anapanga kufunga mulango wako mwaka huu, ati afungie baraka zako, ati afungie kile Mungu amekukusudia, hataweza kwa jina la Yesu. Tumeahidiwa kwamba mulango wetu utakuwa wazi usiku na mchana. Milango ya baraka, milango ya uponyaji, milango ya kuinuliwa, milango ya mambo makuu, milango itakuwa wazi ya baraka kuingia na kuingia. Sio ile baraka inaingia nyingine inakuja kuingia mwaka ujao. Hapana, baraka ya kuingia na kuingia na kuingia. Baraka nyingi yasijaingia. Number 1 ni kwa sababu kuna watu wamefunga milango yako. Ni kwa sababu kuna watu wamefunga kuta zako. Lakini Bwana akusaidie kwamba mwaka huu milango yako iwe wazi.
ebemba iseke bao bakanyomire igo banyomire mbarakoretera kende asengenje bisieri bisiekire biko igorwa iga. Nasema inawezekana wewe ni mama ama mzee, wasichana wako wameolewa hawajawailete kitu kwa sababu milango imefungwa. Milango ikifunguliwa, wazo linaanza kuingia kwa wale wamewaoa. Tunapeleka ng'ombe, tunapeleka mali, tunaenda kubadilisha hiyo boma. Na hata wale hawajaolewa, milango ikifunguliwa, wanaolewa mahali pazuri, mahali ambapo ni baraka na baraka na baraka na baraka na baraka kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Ili watu kukuletea utajiri. Yaani sikiliza hapo. Ati kwamba malango yako nayo yatakuwa wazi daima. Hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu, sio viatu, sio nini, ili watu au maadui, ili watu au wanaokukejeli, ili watu waamrisho kukuletea utajiri. Mwaka huu ni wa utajiri kwa jina la Yesu. This is the year of richness. Huu ni mwaka wa utajiri katika jina la Yesu. Walioamrishwa na Mungu kwa sababu ya hayo tumetabiri. Mwaka huu sitendeke hivyo kwa jina la Yesu. Si mwaka huu ifanyike hivyo kwa jina la Yesu. Si mwaka huu tuanze kupokea wageni, sio wageni wa kutuletea habari mbaya, wageni wa kutuletea utajiri. Sio wageni wa kuleta mikosi. Ati mgeni ambao unaona ni mwenye anakuletea habari kutoka kwenu, sijui matanga imekuwa, hao tuliwakataa. Tunasema wageni wa kulete habari njema, good news, ndio wataanza kuingia. Na wakiingia, Mungu awabariki, Mungu awainue, Mungu awapiganie katika jina la Yesu. Watakuletea utajiri. Hata usiposema amina, mimi naona ni kama ni yangu. Baba, ninapokea hiyo. 2026 is the year of divine richness. Richness ambayo itakao kuja kwa njia isiyoeleweka. Najua mtu anafikiria lazima uende, ufanye kibarua, ufanye kazi, ufanye sijui nini, ungangane mwezi mzima, upambane wiki mbili, upambane siku 3. Wanaomtumainia Mungu, kumbuka Danieli 11:32 inasema, na wao wamjuao Mungu, namba 1 watakuwa hodari, namba 2 watafanya mambo makuu. Vitu vikubwa ni kama hivyo. Sio lazima ungangane kufanya kazi. It's not must. Na sitakataa watu wasifanye kazi. Ni vizuri kufanya, lakini ujue unaweza fanya kazi miaka 20 na utapokea kitu. Lakini neema ikitembea, unaweza tembea na neema ya Mungu ikitembea. Vitu vinafanyika bwana. Vitu vinafanyika. Wewe hujaiona mtu anafungua biashara kwa miezi 3, biashara imeinuka, amefanya maendeleo makubwa na vitu vikubwa. Tukua nakora. Bwana asifiwe. Alafu watu wanamalizia kumuita mtu huyo namna gani? Illuminati, Freemason. Na ndio maana niliwatolea hii habari kwamba huyu msichana hata hakuwa anajua, alikuwa tu kama kawaida, anajua shida yangu ni ya kawaida, lakini asubuhi moja ilimtendekea. Mambo yalikuwa mazuri, mambo yalimfanyikia. Kwa maana kila taifa na ufalme ya watu waliotaka wasiotaka kukutumikia wataangamia, na mataifa yote wataharibiwa kabisa. Yaani hapa ni onyo kwamba mtu yeyote, neema ya Mungu itakapoingia, na imeingia, huu ni mwaka wa neema ya Mungu, inasema kwamba taifa lolote lisilotaka kukutumikia litaangamia, na kabila yoyote isiyotaka kukuhudumia itaangamia. Ninaomba hiyo ifike kwa jina la Yesu. Kwamba Mungu anaamurisha watu wasipokuja hapa wanunue maji kila Jumapili, Mungu anawaambia nitawaua. Watu wasipokuja hapa waseme tunanunua speaker, Mungu anasema wewe nitakuangamiza. Yaani anawaamurisha wao wenyewe. Anawaambia shamba ni shamba mnataka tunaiamurisha kwa jina la Yesu. Mwakira una maji ali nyongo. Kwa maana kila taifa na ufalme usiotaka Bwana atauangamiza. Utukufu wa Lebanon utakuwa wewe, Meroshi na Mtiradi na Mteshuri pamoja, ili wabambe mahali pangu patakatifu. Ili wapambe mahali pangu patakatifu. Na Mteshuri, Munini, majina hayo yote yameitwa, wameamulishwa. Sijui Mteshuri ni nani, lakini naamini ni watu mashauri. Ni watu ambao ni matajiri. Wanaamulishwa, wanaambiwa ya kwamba watabamba hema yako. Watabamba.
Yani ondaga otebinjengi wete ngorosi etuki. Esubuli nwanje ngorosi kwetuki. Bwana asifiwe. Hata kunyolewa uwezi enda kunyolewa na 20 vile unanyolewa. Unanyolewa na 700, 2000, 7000. Yaani mtu anajiamulisha na kupeleka mahali unaenda kutengenezwa. Wewe hujawahi ona. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nilikuwa nafanya harusi kuna mtu alichukua mke wangu kwenda kumtengeneza. Na alimtengenezea pesa nyingi sana. Yaani hivyo ndivyo vitu vinavyofanyika. Na hivyo ndivyo Mungu anafanya. Kwamba Mungu anaamulisha watu wabambe maisha yako, wakutengeneze, wakuunde. Yaani ayogo uchokonyora ibibiro osirie. Lakini abantu mpare Nyasaye atebiri barosi. Aserie talia Yesu. Hiyo ni maombi tunaendelea. Alafu inasema na watu wale waliokutesa watakuja kwako na kukuinamia. Nao waliokudharau watakuja kwako na kujiinamisha hata chini ya nyayo zako. Yaani abako chaete mbache na kukotebimbi ya mono. Mbache na kukwakira chisaruti. Mbache na kukotebia inu muntu monene. Utaanza kuitwa mwalimu. Utaanza kuitwa nani? Hiyo majina wanakuita saa hii itaondoka na wataanza kuikuita majina mazuri. Ifanyike hivyo kwa jina la Yesu. Ifanyike hivyo kwa jina la Yesu. Na nyingine kwenda chini ilisema utanyonya matiti ya wafalme. Nyingine ikasema utakula chakula pamoja na wafalme. Bwana asifiwe. Bwana atakuamulisha utakaa maisha ya baraka. Yaani hilo ndilo tumaini ninalokupa, na tumaini ni tumaini linafanyikaga. Kuwa na hilo tumaini ya kwamba siku moja Mungu atasimama pamoja na wewe. Hayo yote ambao umelilia kwa muda yataisha, na Mungu atakupigania, na Mungu atakuonekania, Mungu atakushindia kwa jina la Yesu. Ninaomba tusimame juu. Huu ni mwaka tulisema tubambe mweka kwa wema, na tumeambiwa kwa maandiko kwamba watu watakuja kubamba mwaka wako, kubamba siku zako, wataamulishwa. Lakini kabla hawajabamba, wewe ndio unabamba. Igonta tuimuki yogiri yao motebi Nyasaye ringane limo. Mwambie neno Mungu neno moja ya kwamba mwaka huu Baba umesema ya kwamba visiwa vyangu havitakoma. Ninakushukuru kwa sababu chinzo kwa jia nati chikuoma mpaka nyora wa maseseni ya raroro. Visiwa vyangu havitakauka, visiwa vyangu havitapotea, visiwa vyangu havitaisha. Baba utasimama pamoja nami. Bwana utafanya watu wajenge kuta zangu, utafanya wafalme Bwana wanitumikie. Baba ni wewe umesema, kwa sababu ninaliita jina lako, kwa sababu ya jina lako. Na Baba jioni ya leo ninakushukuru, ninasema ni asante kwa majira haya ya maombi. Umesema huu ni mwaka wa makuu, na Baba umetupa direction vile itakavyokuwa ili mambo hayo yafanyike makubwa. Baba ninakushukuru. Baba wafalme wajenge kuta zetu, wafalme wajenge kuta zetu, wafalme wajenge kuta zetu, wafalme wajenge kuta zetu, wageni wajenge kuta zetu. Baraka zetu zitoke mbali, zitoke mbali. Mbali sitajua ni wapi. Mbali inaweza kuwa ni Amerika, mbali inaweza kuwa ni Canada, mbali inaweza kuwa Bwana ni London, mbali inaweza kuwa ni sehemu za nje. Baba umesema ya kwamba utaamulisha wageni wajenge kuta zetu. Kuta zile ambazo zimebomoka, kuta zile ambazo tumeshindwa kujenga, zitajengwa katika jina la Yesu. Kwa hivyo Mungu umetuambia kazi yetu ni kutafuta uso wako, na Baba haya yote yatatendeka katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru kwa ajili yatafanyika, ninakushukuru kwa ajili yatatendeka katika jina la Yesu Kristo. Wacha kuta zetu zikajengeke, zilizobomoka za ndoa, zilizobomoka kwa watoto, zilipobomoka Bwana kwa biashara, zijengwe na kujengeka tena katika jina la Yesu Kristo. Ni asante kwa sababu Bwana hayo ndio umetuamulisha, hayo ndio umetuambia Bwana, hayo ndio umetukusudia Mfalme. Baba yatatendeka, yatatendeka, yatatendeka. Fulfill your word Lord, fulfill your word Lord, fulfill your word King of glory. Fuatilia neno hilo ya kwamba ukalitimize, fuatilia neno hilo Baba ya kwamba ukalitimize, fuatilia neno hilo Baba ya kwamba ukalitimize katika jina la Yesu. Hacha kuta zetu zijengwe, hacha kuta zetu ziwe wazi, hacha kuta zetu za baraka ziwe wazi katika jina la Yesu.
Baba, kwa jina la Yesu. Umesema yoyote asiyetaka kututumikia utamwangamiza. Baba mwenye uwezo, wale wote ambao umewakusudia kwa sababu ya kusimama nasi, kwa sababu ya kusimama na kanisa hili, kwa sababu ya kusimama na huduma hii, ninaomba ikatendeke, ninaomba ikatendeke, ninaomba ikatendeke katika jina la Yesu. Ninaomba ikatendeke katika jina la Yesu. Ninaomba ikatendeke kwa jina la Yesu Kristo. Yote ambayo umetukusudia ya kwamba yatatendeka mwaka huu, hebu yakatendeke katika jina la Yesu. Hebu yakatendeke katika jina la Yesu. Wageni wale ambao umewaamurisha kutoka mbali, kutoka karibu, ili kwamba watajenga kuta zetu, Baba, ninaomba yatendeke kwa jina la Yesu Kristo. Neema hiyo ikatembee, 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 in the mighty name of Jesus. Baba Mungu, acha malango yetu yawe wazi, yasifungwe usiku na mchana. Marango ya baraka, marango ya neema, marango ya kibali, marango ya nguvu, marango ya uwezo yakapate kujengeka katika jina la Yesu. Baba, tunaomba Jehova, marango hayo yapate kujengeka katika jina la Yesu. Falme wa amani, falme wa utukufu, ninaomba hiyo itendeke, ninaomba hiyo ifanyike in the mighty name of Jesus. Kila milango inaofungwa kila mara na wachawi, mwaka huu haitafungwa, mwaka huu itakuwa wazi, mwaka huu itasimama in the mighty name of Jesus. Baba, hayo yote umetuahidi kwa kitabu cha Isaya 60, hebu yakatendeke, hebu yakatendeke, hebu yakatendeke, hebu yakatendeke, hebu yakatendeke in the mighty name of Jesus. Yatendeke kwa jina la Yesu, yatendeke kwa jina la Yesu, yatendeke kwa jina la Yesu, yatendeke kwa jina la Yesu. Kila nguvu za kuzuia hazitakuwa na nafasi, kila nguvu za kuzuia hazitasimama, kila nguvu za kuzuia hazitakuwa na nafasi katika jina la Yesu. Ni asante maana utatenda, ni asante maana utafanya, ni asante maana utatekeleza. Mungu na nguvu zetu, Mungu na uwezo wetu, acha hiyo yatendeke kwa jina la Yesu Kristo. Ninasema hayo yatendeke kwa jina la Yesu Kristo. Ninasema hayo yatendeke katika jina la Yesu. Ninasema hayo yatendeke katika jina la Yesu. Kuta zetu zikajengwe, kuta zetu zikajengwe. Utajiri wetu utoke Lebanon, utajiri wetu utoke sehemu zote, utajiri wetu utoke kila mahali ambapo maandiko yamesema. Jehova, ni asante maana utatenda yote. Namba 2, nataka tuombe kwa sababu ya maono ya kanisa, kwamba this is the year of divine great things. Nataka umwambie mambo makuu, either ni kwa maisha yako, kwa kanisa hili, mambo makuu amangana manene kugusabira kanisa togosa kuhesabira na hesabira amangana manene asili talia Yesu. Mambo makuu yatendeke pia kwako kwa jina la Yesu. Baba Mungu, ni asante, wewe ni mwaminifu Jehova. Ninakushukuru, ninakuinua. Wacha mambo makuu yatendeke Bwana mwenye uwezo katika maisha yetu, katika huduma hii. Mambo makubwa yatendeke, great things, great things, great things, great things, great things in the mighty name of Jesus. Umesema kwamba wanaokujua Baba watakuwa hodari na watafanya mambo makuu. Hayo ndio ninayaombea, hayo ndio ninasimama pamoja nayo, hayo ndio ninaombea Bwana. Naomba ufuatilie neno hilo kwamba ukalitimize. Amangana manena akorekane, Nyasaye bwe meganda ebikone bya binyare gukorekana, Nyasaye bwe meganda obuya bwa bunyare kororokana, Nyasaye bwe meganda obonene bwa bunyare gutara. Tata gwa tutebiri ng'umwaka oyo no mwaka itokora mangana manene, Nyasaye twayarorire tigachake gukorekana aseri etalia Yesu, ase kanisa yo monene amangana yachake gukorekana, ebinte binene bichake kororokana kwa seri etalia Yesu. Obubuyi bwa buchake kororokana, obuya bwa buchake kororokana aseri etalia Yesu. Bya mono Nyasaye ekiagera ngo chiore gukora, bya mono Nyasaye ekiagera ngo chiore gukora. Fuatiringaneli elindo nyare korikorera, fuata hili neno Baba ili kwamba ukatimize. Fuatilia neno lako Baba
vile umetuambia kwa Isaya 55 mstari wake ni wa kwanza, ya kwamba Bwana wewe ni kama vile mvua ishukavyo kutoka juu mbinguni ikishuka chini ya ardhi, ya kwamba hivyo ndivyo neno lako litakavyoshuka na litarudi bure. Baba, ninakushukuru kwa sababu neno lako halitarudi bure, halitarudi bure, halitarudi bure, halitarudi bure, halitarudi bure, halitarudi bure. In the mighty name of Jesus. Tenda Bwana, tenda Baba, tenda Yesu, tenda Mfalme, tenda Bwana, Simba wa Yuda. Naomba ufuatilie neno hili ukalitende, naomba ufuatilie neno hili ukalitende, naomba ufuatilie neno hili ukalitende, naomba ufuatilie neno hili ukalitende. Makubwa yatendeke kwa huduma hii, yale ambayo yamekuwa yakizuiliwa yafunguliwe katika jina la Yesu, yale ambayo yamefunikwa yapate kufunguliwa wazi kwa jina la Yesu Kristo, yale ambayo yamefunikwa yapate kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo, yale ambayo yamefunikwa yapate kufunguliwa kwa jina la Yesu. Na Baba, ni asante, kila maroza kuzuia hayo mambo makuu ninatangaza hazina nafasi, natangaza hazina uwezo katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus, I declare great things in this church, in this sanctuary, in this altar, in the mighty name of Jesus. Great things, great things, great things, great things. Mambo makuu yatendeke, yafanyike, yasimame kwa jina la Yesu. Mambo makuu Baba yatendeke, yasimame kwa jina la Yesu. Mambo makuu yatendeke, yafanyike kwa jina la Yesu. Mambo makuu yatendeke, yafanyike kwa jina la Yesu. Mambo makuu yatendeke, yafanyike kwa jina la Yesu. Hey Mungu na Mungu mwenye nguvu, asante kwa sababu wewe utafuatilia neno hili la Danieli 11:32, ya kwamba wanaokujua watafanya mambo makuu, watafanya milipuko ya kiroho ipate kutendeka, milipuko ya kiroho ipate kufanyika, milipuko ya kiroho ipate kutendeka katika jina la Yesu. Mambo makuu, great things, great things, great things, great things, great things, great things, great things in the name of Jesus. Lemazakayanda lakaposa rakayando lobozi prikata lababoza rimazekete kandala baba zarababoja rampapao zekete kandala babo limalaka pazala bakatolobo zandaraba riprekata kalababoza. Ninachanganya kila maroza kuchanganya neno lako, ninachanganya kila maroho ya kuchanganya kile umetukusudia, ninachanganya kila maroho ya kuchanganya ushirikina na uchawi na mapepo na nguvu zinazotumwa kwa sababu ya kuchanganya. Ninatangaza sina nafasi, zishindwe, zipigwe, zifungwe katika jina la Yesu. Maroho za uchawi zinazotumwa kila mwaka wakati maono Bwana yameinuliwa, zinaanza kupiga na kupinga, hizo ziharibike kwa jina la Yesu. Ushirikina na monitor spirit, maroho zinazotumwa na wachawi, maroho assignment yeyote ambaye ametumwa, hawe ni mwanadamu, ninakausha nguvu zake, nakausha uwezo wake, nakausha kwa jina la Yesu. Napiga hizo maroho, wanapiga hizo maroho, napiga hizo maroho, hizo maroho zipate kuangamia na kuisha na kukufa katika jina la Yesu. Roho za ushirikina, za uchawi, roho za kuroga ibada, Baba, hizo roho zishindwe kwa jina la Yesu. Hizo roho zishindwe kwa jina la Yesu. Mapepo yanayoinuliwa, mapepo yanainuka kila mwaka tunapoanza, ya kwamba yanapingana na yale maono kwamba yasitimie, hiyo mapepo tunaishambulia, na achilia moto, na achilia fire, ipate kuchomeka, ipate kuchomeka, ipate kuchomeka katika jina la Yesu. Na ninapiga kila nguvu na maroho, ninapinga kila nguvu na maroho, ninaharibu nguvu zote za kuzimu, naharibu nguvu zote za giza, naharibu kila madhabahu yote ya giza, maroho zote za kimapepo, nguvu za giza ninazipomoa, naharibu, navunja katika jina la Yesu. Nguvu za giza hazina mamlaka, nguvu za giza hazina uwezo.
kila majeshi wa pepo wabaya wanaoinuliwa katika ulimwengu wa roho Baba, wakutane na malaika Mikaeli, wakutane na jeshi la mbinguni. Tunashambulia nguvu zao, tunashambulia maroho zao, zipigwe kwa jina la Yesu, zishambuliwe na kuchanganyikiwa. Tunazizima na kuzikausha kila maroho zinazotumwa, mapepo zinazotumwa ya kwamba zinaangusha kazi yako. Hizo mapepo, hiyo ushirikina na uchawi, mwaka huu hautasimama, bali mipango yako itasimama, mipango yako itasimama, mipango yako itasimama, mipango yako itasimama katika jina la Yesu. Ni asante Baba, maana makubwa yatatendeka, miujiza itatendeka Baba. Watu wataingia hapa, maroho za kukausha kwamba watu wasiingie, hiyo maroho ninaikataa, ninazima hiyo mioto na mapepo ya kuzimu, na haribu uchawi huo na ushirikina. Yeyote anayetumika Baba, aanze kuchomeka na kuugua, aanze kuchomeka na kuchomeka na kuchomeka na kuchomeka katika jina la Yesu. Hiyo madawa naotumwa, hiyo madawa naambiwa ukienda pale fanya hivi na hivi, hiyo madawa ichanganyikiwe, hiyo madawa ninaifanya powerless in the mighty name of Jesus. Ninatangaza kiinuka, Mungu inuke kinyume chake. Wakiinuka Bwana, inuka kinyume chao. Wakiinuka Bwana, pigana na wao. Wakiinuka Bwana, pingana na wao. Maroho za kukausha ibada, maroho za kukausha huduma, maroho za kukausha every monitor spirit, tunaitangaza haina uwezo. Every diverter spirit, tunatangaza haina nafasi kwa jina la Yesu, na ninaizima kama vile utambi unaozimwa. Ninazima hiyo maroho, ninazima hizo nguvu, ninazima hiyo mapepo katika jina la Yesu. Ninazima nguvu za kuzimu, ninazima nguvu za giza, mapepo, maroho, Illuminati, majini zinazotumwa, mapaka na mahumbwa, ninazikamata na achilia moto. Ninatangaza hazina nafasi, hazina nguvu, hazina uwezo. Baba, ni asante maana utatenda, na ninaachilia moto, moto ambayo unateketeza, moto ambao unachoma. Baba, uchome kila kazi za shetani, uchome kila kazi za ibilisi katika jina la Yesu. Kila mapepo ipigwe, kila mapepo ipigwe, kila nguvu zipigwe, kila maroho ipigwe, kila maroho ipigwe. Na ninatuma moto kwa nyumba zao, ninatuma moto kwa nyumba zao, kwa hizo boma zao zianze kuchomeka, kwa hizo boma zao zianze kuteketea. Ninatuma moto, I release fire in that houses in the mighty name of Jesus. Ninatuma mioto sasa, ianze kuchoma kila nguvu, ianze kuchoma kila uchawi, ianze kuchoma kila nguvu za giza katika jina la Yesu. Baba, ninatuma moto nikiwa katika madhabahu haya, moto yeyushe na kuchoma kila nguvu za giza. Ninakausha Bwana, ninakausha kila miungu, ninakausha miungu za Baal, ninakausha miungu za Zerubabeli, ninakausha miungu za Yezebel, ninakausha miungu za Dagona, ninakausha miungu za uchawi na ushirikina, ninakausha miungu michafu ya kimapepo, ninakausha kwa jina la Yesu, ninakausha kwa jina la Yesu. Ninakausha kila miungu, nakausha, nakausha, nakausha miungu isiyoongea, miungu isiyotembea, miungu isiyonona, miungu isiyosikia, ikaushwe. Inaokausha ibada ikaushwe kwa jina la Yesu, na maroho zipigwe. Na shambulia, ninaachilia moto, ninaachilia moto, ninaachilia moto. I release fire in the mighty name of Jesus. Baba, ni asante maana utatenda. Shala mazika la babosa rakanda la babo seprikata la babo. Ni nani kama wewe Mfalme? Nani kama wewe Mungu mwenye nguvu, anayeshikilia mali zetu popote pale, anayeshikilia baraka zetu popote pale, anayeshikilia Bwana nyota yetu popote pale, anayeshikilia future yetu popote pale, anayeshikilia baraka zetu popote pale. Baba, nikiwa katika madhabahu haya ninakausha na ninamtangazia
aachilie hizo baraka kwa jina la Yesu. Baraka za watoto wako siwachilie, baraka za kanisa hili siwachiliwe. Walioshikilia mashamba ya kanisa hili wawaachilie mara moja, wasikie wanachomeka. Walioshikilia, waliofunga wakasema kanisa hili halitawaipata shamba, hiyo ninakausha, ninafunga, ninatangaza haina uwezo. Na Baba, ninatangaza yeyote ambaye ameshikilia, iwe ni rasilimali, iwe ni mali yoyote ya chachi hii, Baba ninatangaza asikie anachomeka, asikie inamugusa, asikie anachomeka mpaka achilie. Achilia mashamba zetu, achilia baraka zetu, achilia majumba zetu, achilia masomo yetu, achilia biashara zetu. Aliyeshikilia hata biashara achilie mara moja, achilie mara moja. Aliyeshikilia baraka zako, wewe ambaye uko na mimi kwa maombi, ninatangaza hizo baraka zianze kuachiliwa, zirudi kwako, zianze kuachiliwa, zirudi kwako. Aliyeshikilia baraka zako, aliyeshikilia neema yako, aliyeshikilia, ninatangaza kuanzia sasa na majira haya aanze kuachilia, aanze kuachilia, aanze kuachilia, aanze kuachilia. Wengine wasitabike, waliokula baraka za kanisa waanze kutabika katika jina la Yesu. Ninakausha kila nguvu, ninakausha kila uwezo wa kimapepo, nakausha kila maroho kwa jina la Yesu. Napiga kila nguvu zinazopigana pamoja nasi, napiga kila maroho yanaopigana pamoja nasi, napiga kila nguvu zinazopigana na kazi yako, napiga kila nguvu zinazopigana na huduma hii, napiga kila nguvu za kuzimu, nguvu za wachawi, nguvu za giza, ninapigana nazo, ninakausha, wakaukiwe kwa jina la Yesu. Wote ambao Baba walio kinyume, natangaza tunakausha kazi zao zikauke kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo Bwana, wanaotembea usiku wakiwa uji, wakirahani watu, wakirahani watoto wa Mungu, wakirahani watakatifu wa Mungu, tunawakausha kwa jina la Yesu, tunawakausha kwa jina la Yesu, tunakausha kwa jina la Yesu, tunawakausha kwa jina la Yesu. Wakauke na wakauke katika jina la Yesu. Baba ni asante, maana wewe utatenda. Wachawi wote wanaojinuka, kama hawatainuka hatuna haja na wao, lakini yeyote atakainuka kinyume cha watoto wako, yeyote atakainuka kinyume na washirika wa kanisa hili, yeyote atakainuka kinyume na mshirika yeyote, kiongozi wowote wa hii huduma, yeyote atakainuka popote alipo, Baba ninamkausha, akauke na akauke kabisa, aishiwe na palale, aishiwe na damu katika jina la Yesu. Yeyote atakaye jaribu kugusa marango ya mshirika yeyote, yeyote atajaribu kugusa marango yeyote aliye chini ya neema hii, Baba ninatangaza akauke na kukaukiwa katika jina la Yesu. Baba, kila nguvu za ushirikina, kumbuka umetuambia kwa kitabu cha Kutoka ya kwamba tusiache mchawi kuishi. Kwa hivyo kila roho ya uchawi ninaikausha, ninaiharibu, ninaikausha, ninaipinga, ninaipiga in the mighty name of Jesus. Every sickness, every sorcerer, kila uchawi, witchcraft, ninawatabiria mwaka huu hamuna nafasi kwa jina la Yesu. Maana tunakausha nguvu zenu, tunakausha kazi zenu, tunakausha kazi zenu kwa mamlaka tuliopewa na Bwana. Ukatuambia ya kwamba tusiache roho ya uchawi ikatawale, maana tukiwacha itatawala na itazaana. Kwa hivyo hiyo roho tunaikausha, hiyo roho tunaing'oa, hiyo roho tunaikausha. Wakauke, wakaukiwe, wakauke, wakaukiwe. Wakijaribu kupeperuka washindwe kupeperuka, wakijaribu kuruka washindwe kuruka, wakijaribu kufanya chochote kishindikane, maana tumekausha nguvu zao, maana tumekausha nguvu zao, maana tumekausha nguvu zao. Baba, wanaosunguka kwa milango ya watu tunakausha nguvu zao, wanaoroga watoto wa watu tunakausha nguvu zao, wakaukiwe kwa jina la Yesu. Wanaokausha ndoa za watu tunageuza wakaukiwe wewe wenyewe katika jina la Yesu. Kwa hivyo kila uchawi na upigwe kama vile Hesabu 23 mstari wa 23 inavyosema ya kwamba hapata kuwa tena uchawi kwa Israeli
Nami ninachukua hilo neno, ninatangaza hapatakuwa na uchawi kwa mshirika yeyote wa kanisa hili. Ninamuitanisha na mwana wa Israeli. Baba, hakutakuwa na uchawi, hatutarogwa, haturogeki, hatutarogwa, haturogeki. Biashara zetu hazitarogwa, watoto wetu hawatarogwa katika jina la Yesu. Na waliorogwa tunawafungua, waliorogwa tunawakomboa, waliorogwa tunawaweka huru, tunawafungua kwa hizo vifungo za kimapepo na maroho, tunawafungua kwa hizo vifungo katika jina la Yesu. Waliorogwa, vitabu vimechukuliwa na wachawi, vitabu vimefungwa mahali, majina yao yamefungwa, masomo yao yamefungwa, wengine wamekamatwa akili Baba, maana walichukuliwa nywele zao. Bwana, tunatangaza yeyote aliyefungwa na popote wamefunga, iwe ni kwa hizo nyungu zao, tunazipasua, tunaziharibu, tunazivunja, tunazikemea in the mighty name of Jesus. Mikono zote za kimapepo zilizoinuliwa kinyume, wengine wanatumwa usiku, wanaguzaguza maboma zetu, wanaguzaguza hivyo vipanda mahali tunafanyia biashara, wanaguzaguza hizo mageti na milango ili kwamba usifanikiwe. Natangaza wakijaribu mwaka huu, wao ndio watakaukiwa, wao ndio wataishiwa, wanakimbia hospitali, wanaambiwa damu imeisha. Kwa jina la Yesu Kristo tunakausha kila maroho, tunakausha kila nguvu, wakaukiwe kwa jina la Yesu, wapalale na kukaukiwa in the mighty name of Jesus. Kila kazi za shetani zipate kutokomea. Baba, ni asante maana utalinda watoto wako. Asante maana utapigania watoto wako. Asante maana utaonekania watoto wako. Ibada zote tutakazozifanya mwaka huu wote zikawe ibada za nguvu, zikawe ibada za baraka, zikawe ibada za neema, zikawe ibada za nguvu, zikawe ibada za kibali, zikawe ibada za uwezo. Baba, ni asante maana itatendeka. Mungu, uwezo wako upate kuonekana kwa ibada zetu. Roho Mtakatifu awe akisakureti kila mara na kila wakati katika jina la Yesu Kristo. Kila roho ya ukaufu kwa ibada ipate kupigwa na kushindwa kwa jina la Yesu. Baba, naomba hata kwa ajili ya haya madhabahu, wote ambao wanaenda wanajichanganya, wanakuja kukausha mwaka huu, Bwana, tunawadropa, tunawaweka chini kwa jina la Yesu. Tunatangaza madhabahu haya yataheshimika na kulindwa. Bwana, utakatifu utasimama in the mighty name of Jesus. Yeyote anayejichanganya kwa njia yote, Baba, tunamuomba Mungu upate kumuondoa kwa haya madhabahu, Jehova Jireh, ili madhabahu yasiwe najisi katika jina la Yesu. Waimbaji, wa huduma, watu wote wanafanya kazi, ninatangaza Bwana Baba, wasaidie wasimame na utakatifu mwaka huu, wasimame na utakatifu mwaka huu, wasimame na utakatifu mwaka huu katika jina la Yesu. Hata wale ambao wanatufuata kwa mitandao, ninatangaza hakuna mchawi ambaye atajaribu kukoroga asimame. Yeyote aliye chini ya neema ya sauti hii, hakuna mchawi atakaye jaribu kuja kwa maisha yako atakayefanikiwa kwa jina la Yesu. Natangaza nikiwa sina wasiwasi, na nikutangaza kwa ajili ya wachawi wa kwenu, walao kuroga, wanaoroga watoto wanakukufuata. Natangaza chuma chao kimotoni, wakijaribu kukuguza tena au kutaja jina lako, kwa jina la Yesu watakauka na kukaukiwa in the mighty name of Jesus. Popote pale ulipo, unaogopa kwenda nyumbani, unaogopa kujenga kwa sababu ukijenga watakumaliza. Mwaka huu ni sisi tutawamaliza, sisi tutajenga, tutaendelea, tutafanikiwa. Bwana akubariki, akuprotekta, na kama wamejaribu kukuendea kwa njia yoyote, ninatangaza hawatafanikiwa, maana nimesambaratisha na kuharibu mipango yao katika jina la Yesu Kristo. Ninakausha kila nguvu za ushirikina na uchawi waliokuendea kwa waganga ili usiolewe. Ninavunja na kuondoa hiyo madawa zao, waliochimba madawa pale kwako nyumbani ili usizae watoto. Hizo madawa ninaziondoa, ninazing'oa. Waliokuja kwa mume wako wakachukua nguo zake, wakachukua nguo zako ili kwamba
kwamba msiwahi kuwa na amani. Ninatabiri kwa jina la Yesu, wataachilia hiyo familia yenu, wataachilia hiyo maisha yenu katika jina la Yesu. Na kila nguvu za kimapepo na maroho, ninatabiri hazina nafasi yoyote, hazina nguvu zozote. Bwana utawabariki watoto wako. Mungu utamuinua huyo ambaye ananisikiliza, ajenge mwaka huu, afanye maendeleo na biashara mwaka huu, kaolewe mwaka huu. Aliyefunga ndoa yako, ninatangaza atakuachilia na utaolewa kwa njia nzuri na kwa njia ya baraka katika jina la Yesu. Aliyefunga tumbo lako, ninakutabiria tumbo lako litafunguliwa mara moja. Ninatuma nguvu za kufungua tumbo lako. Waliochukua wakafunga, wengine walichukua nguo za ndani wakafunga tumbo lako, hiyo ninang'oa, ninaondoa, ninaharibu. Ninakutabiria kama vile Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 3 kuendelea, ya kwamba nimelibariki tumbo lako, uzao wa tumbo lako. Hivyo ndivyo itakavyofanyika. Aliyeongea neno hilo hakusoma hilo neno. Ninaachilia hiyo baraka kwako, utazaa watoto wa kiume na wa kike wengi sana katika jina la Yesu. Ndoa yako isimame, kazi yako isimame, biashara yako isimame, familia yenu isimame, watoto wako wapita mtihani, maisha yako yabarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Tukiwa katika hiyo hali ya maombi, naomba tusaidiane kuombea hii mahitaji ambayo yako hapa mbele. Kila mmoja fungua kinywa chako, omba, mwambie Bwana chochote ambacho watoto wako waliandika hapa mbele. Kabla hatujaomba, naomba tusome kitabu cha Habakuk. Kitabu cha Habakuk, tunaendelea na maombi. Kitabu kile ni cha Habakuk 2. Habakuk iko ndani ya Biblia. Tusome Habakuk 2, Habakuk 2. Tunapoenda, maana karibu kutamatiza maombi yetu, tusome Habakuk. Ukifika hapo unaweza sema amina kwa kitabu cha Habakuk. Unaweza sema amina ukifika kwa kitabu cha Habakuk. Kitabu ni kile cha Habakuk 2 mstari wake nitasema ukishafika hapo. In the mighty name of Jesus. Nashukuru kwamba mnaendelea kuwa nami katika maombi. Bwana wabariki, Bwana wainue, Bwana wapiganie, Bwana watendee mambo makubwa. Bwana asimame pamoja nanyi, asimame pamoja na watoto wenu. Kitabu cha Habakuk 2 mstari wa 1. Tunapoenda kuombea mahitaji haya yako mbele. Ukitaka kujua tulitoa wapi hiyo ya kuweka hapa, tumetoka kwa Habakuk 2 mstari wa 1. Na sasa enyi makuhani, amri hii ya wahusu ninyi. Kama amtaki kusikia, samahani, nasoma baada ya kusoma Habakuk, nasoma Maraki, na shangaa tena inanipeleka kwa makuhani. Acha tufungue Habakuk 2 mstari wa 1 inasema, mimi nitasimama katika samu yangu. Huyo ni Mungu anasema, yeye atasimama kwa wakati wake. Nitajiweka juu ya mnara, atasimama juu ya madhabahu. Nitaangalia ili nione, atakuwa akiangalia ili atazame, atakalo niambia na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Bwana akanijia. Hapo ndipo mada yetu iko. Bwana akanijibu akasema, andika jozi ukaliweke iwe wazi sana katika vibao. Andika, tuseme jibu ama jambo ambalo unataka Mungu akutendee, ukaliweke kwa ubao. Zamani walikuwa wanatumia ubao, lakini ubao ni karatasi kwa sasa, ili asomaye apate kuisoma kama maji. Ili mwenye atasoma apate kuisoma kama maji. Maana chonzi hii bado ni kwa wakati ulioamuliwa. Inafanya haraka ili kufikiria mwisho wake, wala haitasema uongo ijapokuwa itakawia. Bwana Yesu asifiwe. Anasema andika joho. Joho najua ni Kiswahili,
lakini ile tunaelewa Kiswahili kiliko rahisi ni kwamba andika hitaji lako kwa karatasi ili uliweke mbele yangu, ili apitaye asome kwa haraka, which means kuna mtu anapita. Vile tuko hapa kuna mtu anaendelea kupita. Sema amina. Ili apitaye asome kwa haraka. Alafu mstari unaofuata inasema, maana kwa wakati ulioamuliwa hiyo ulioiandika itatimia. Sema amina. Turudie mstari wa 3. Inasema, kumbuka ni Habakuki 2 mstari wa 3 inasema, maana chonzi hii bado ni kwa wakati ulioamuliwa, inafanya haraka ili kufikiria mwisho wake, wala haitasema uongo, ijapokuwa itakawia, lakini itatimia. Sema amina. Mungu wetu sio muongo. Anapotuambia andika, weka hapa mbele, yeye sio muongo. Anasema angalia, kwa wakati wake itatimia. Sema amina. Wacha haya makaratasi na yeyote aliandika, kila ambacho kiliandikwa hapa kipate kutimia kwa jina la Yesu. Mbona unaongea ni kama hukuandika? Nasema kipate kutimia kwa jina la Yesu. Yeyote aliandika kati Roho Mtakatifu akasikia kenye mtumishi wa Mungu anaongea, nasema kila kitu kimeandikwa hapa. Wengine wameandika wanataka kujenga, wajenge hizo manyumba kwa jina la Yesu. Wengine wameandika wanataka kuanza biashara, hizo biashara zianze mara moja. Wengine wameandika wanataka wapate pesa ya kupanua biashara, wapate hizo pesa wapanue biashara kwa jina la Yesu. Wengine wameandika mwaka huu wanataka wapate kazi, hiyo kazi ipate kutendeka, kupatikana na kutendeka kwa jina la Yesu. Wengine wameandika wanataka amani kwa ndoa zao, na siitendeke hivyo kwa jina la Yesu. Wengine wameandika wanataka wapate karo ya kusomesha watoto, nasema siitendeke hivyo kwa jina la Yesu. Wengine wameandika wamesema wanataka waolewe, na siwaolewe kwa jina la Yesu. Wengine wameandika wanasema wanataka waoe, siwaoe kwa jina la Yesu. Wengine wameandika wanasema wanataka mwaka huu wawe committed, wajitolee kwa Mungu, si Mungu awasaidie wakajitolee kwa jina la Yesu. Wengine wameandika wanasema wanataka kwenda ng'ambo, si ng'ambo sianze kuonekana, ndege sianze kukuruma mara moja kwa jina la Yesu. Bwana afuatilie maono haya na kuyatimiza. Fuatilia maono haya na kuyatimiza. Fuatilia maono haya na kuyatimiza. Fuatilia maono haya na kuyatimiza. Baba, isikawie, usiache hata moja. Mungu, kila mmoja aliyeandika uifuatilie na uitimize. Baba, asua sana wale ambao waliandika na wakaweka sacrifice. Mungu, kwa sababu wanajua the meaning ya sacrifice. Baba, ufuatilie, uanze na hiyo katika jina la Yesu. Bwana wa milele, ni asante, maana utatenda, utafanya makubwa na jina lako litapewa sifa. Hebu kwa sababu mmekuja, tuombee pia ibada yetu. Tuombee ibada zetu ambazo tutafanya siku zote za mwaka huu. Ibada zetu ziwe ni ibada za morning glory, ziwe ni ibada za Wednesday, ziwe ni ibada za Saturday, ziwe ni ibada za Sunday. Tunapata pia kuziombea. Hebu tusiombee kwa jina la Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru kwa ibada zote ambazo tutakuwa nazo mwaka huu. Ninakushukuru kwa sababu utasitenda. Ninakushukuru kwa sababu Bwana utakuwa pamoja nasi na ibada zote ambazo tutakazofanya. Mungu, usimame wakati wote Baba tunapofanya ibada hapa. Hizo ibada zikawe baraka kwa watu, zikawe baraka kwa watoto wako watakaoingia katika ibada hii, zikawe za baraka kwa jina la Yesu. Ni asante maana umetenda. Asante Bwana. Ibada za Jumapili, Jumatano, Jumamosi, kesha, ibada zote ambazo tutakazofanya
kwa mwaka wa 2026. Neema na kibali na nguvu zako, neema na kibali na uwezo wako, neema na kibali kiwe pamoja na ibada zetu zote katika jina la Yesu. Baba, ni asante kwa sababu ibada zote tutakazofanya hapa, Roho Mtakatifu wako atakuwa anatuongoza. Neema ya Roho Mtakatifu itakuwa pamoja nasi katika jina la Yesu. Asante Baba, maana utatenda na kutekeleza. Utukufu na sifa sipate kurudi kwako, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Ni asante kwa sababu tunakuamini na tunakupenda na tunakuheshimu katika ibada zetu. Hata wale ambao tutakuwa tukifanya ibada katika mitandao, Baba, ziwe za nguvu, watu wakuwe wakifunguliwa, watu wakuwe wakipona, watu wakiwekwa huru, watu waanze kuona miujiza yako, watu waanze kuona mambo makubwa yakitendeka katika hizo ibada katika jina la Yesu Kristo. Kwa dakika chache, hiyo ni sehemu yako. Naomba upate kuombea watumishi wako ambao wanakuongoza kwa mwaka. Sabanya saya ba uwanjeru. Sabanya saya bakonye. Omba Mungu awasaidie watumishi wako watumishi ambao wamepakwa mafuta kuwa hapa kusimama pamoja na kasi hii. Omba Mungu akawabariki. Omba Mungu akawainue. Omba Mungu akawapiganie. Omba neema ya Mungu ikawe kwao, kibali cha Mungu. Ombea watoto wao, ombea watoto wao, omba wasipungukiwe. Omba Bwana asimame na wao, omba wasikose. Omba Bwana hawapiganie, Bwana hawaondolee stress, maana wakiwa na stress watalete neno la stress. Bwana awape amani wanaposimama hapa, wafanyike baraka katika maisha yenu. Hebu tuombee nisikie. Shalama zikata yala babusa Rikata la babu saprakata yandiri bibi Rima mazaraba zokoto yandara babu Loka kapa zaprikata la babuza Rimba la baba zikete yandiri babu Rima mazota yala bakata yandara bazanda Ripo kata la babu ziprikete babu Rimba baba zapara baba Limba la babu zikete yima la babu Ramazakata la babu Riprikata la babu Rakayanda la babu zakatarababu ripa satayandi katarababoza rima mama zarababu zarababu ripa pauzi keterebebe. Jehova Elohima, Jehova Elgapol, Jehova Yahweh, Jehova Esiokindu, Jehova Elohima, Jiriba katayala baba, Ziribe katayala baba, Rimbara katayala baba, Ziriba katayala bazanda, Rimbra karababu ziketerebebe, Lima mama zaraba katorababu, La prakatalababo zandarababo, Limbala katalababo zabarababo, Ripapao zikete kandarababo, Lampala kapala katiriba katalababoza, Lambala baba ziri katalababo, Limbaba zikata kandarababoza. Thank you Jesus and my Father, thank you Lord. Bwana wewe ni mwema, unastahili, unatosha, unaweza. Baba ninakushukuru kwa ajili ya wale wamekuwa maombi tangu asubuhi hapa. Mungu ninaomba ukawabariki, wamefanya siku hii kafana. Hata wale watakuwa maombi kesho, ninaomba neema yako, ninaomba uwezo wako, ninaomba nguvu zako. Hata wale watakuwa maombi Jumamosi, Baba, ambaye itakuwa ni ya kufunga wiki hii, ninaomba neema yako, ninaomba nguvu zako, ninaomba uwezo wako. Ni asante maana utatenda. Jehova Jireh. Kabla hatujamaliza, hebu tuombe crusade. Baba ninakushukuru kwa sababu ya crusade ambao tutakuwa nayo mwezi wa pili. Baba ninaomba neema yako, ninaomba nguvu zako, ninaomba uwezo wako. Utusaidie Bwana kufanya mkutano huo, utusaidie kwa njia kubwa. Baba ninaomba ukatusaidie kwa njia ya ajabu, ili mkutano huo ukapata kutendeka na kufanyika katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Bwana Jehova, watu waokoke, watu wakombolewe, watu wawekwe huru. Isiwe tu ni kwenda kujionyesha, lakini zaidi ya yote watu wapate kuokolewa. Wale ambao hawajakujua wakujue. Neema yako itembee, nguvu zako zitembee, uwezo wako upate kutembea katika jina la Yesu. Ninaombea huo mkutano, ninaomba makubwa, naomba miujiza itendeke in the mighty name of Jesus. Ninatakaza hiyo kiwanja kwa damu ya Yesu Kristo, nikiomba kwamba nguvu zako zipate kuonekana,
Baba, najua wachawi wamejua katika ulimwengu wa kiroho watajaribu kukausha, lakini tunawakausha mapema katika jina la Yesu. Watu wafunguliwe, wakombolewe, wapone, maajabu yapate kutendeka, miujiza ipate kutendeka in the mighty name of Jesus. Baba Mungu ni asante, maana utatenda makubwa, utaonekana kwa njia ya ajabu. Baraka zako na ushindi wako utapata kuonekana katika jina la Yesu. Mipango ya giza, nguvu za kusimu zitapata kutokomea katika jina la Yesu, na kila vifungo ambavyo viko kwa watu wako havitakuwepo in the mighty name of Jesus. Baba ni asante, maana utatenda. Utukufu, sifa na nguvu zirudi kwako in the name of Jesus. Basi ninashukuru sana kwa sababu ya maombi yenu. Bwana wabariki sana. Kumbuka tuko hapa siku 21 za maombi. Kwa hivyo tunakukaribisha. Tusinaendelea kupungua tena, sio siku 21. Kwa hivyo leo ni siku ya 3. Kwa hivyo kwa siku 21 unaona tumebakisha almost 19 days. Kwa hivyo tutakuwa hapa, Mungu atatusaidia tunapoendelea na maombi. Nashukuru wale wa mtandao kwamba bado tuko nanyi katika maombi. Bwana wabariki sana na Bwana wainue. Kabla hatujamaliza, ningependa tu ufanyike baraka kwa huduma hii. Number 1, ufanyike baraka kwetu na kwa mtumishi wa Mungu na pia katika huduma hii. Kwa hivyo kile ambacho Mungu atakujalia, umesikia tuko na crusade, umesikia tuko na huduma pia ni ngumu sana, inahitaji support. Kwa hivyo naomba Mungu wa mbinguni, kama uko hapo mahali ulipo, upate kusimama na huduma hii, usimame na kazi hii. Na wakati wote mtu yeyote aliyesimama na kazi ya Mungu, maisha yake hayakuwa ibaki hivyo. Kwa hivyo ninaomba usimame na kazi ya Mungu kwa njia kubwa na njia ya baraka katika jina la Yesu Kristo. Hapo katika runinga yako, katika simu yako, unaona kuna njia tumekupatia ya kutoa sadaka zako. Unaweza toa, na maybe unaweza amua kwamba utasimama na hiyo crusade kwa njia yoyote ile Mungu atakubariki nayo. Unaamua kwamba utasimama pamoja na hiyo crusade, na ninaamini ukifanya hivyo makubwa yatatendeka, maajabu yatatendeka katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo unaweza toa your offering, your support through M-Pesa. Unaingia M-Pesa, unaingia hapo lipa na M-Pesa, unaweka paybill, unaweka nini, unatoa pesa zako kulingana na vile unavyoona. Na mwingine ambaye ungependa kutoa kwa TIR, unaona TIR hapo, na Bwana atakuwezesha. Unapotoa kile ambacho unatoa kitafanikiwa. Na wale ambao unataka kusungumuza nami kwa njia ya mtandao, ama unataka kunipigia simu, namba yangu iko hapo. Kiangalia tu kwa hiyo runinga hapo juu, au kwa simu yako utaona kuna namba ya simu hapo. Hiyo ni namba yangu, utanipigia. Labda uko na jambo ungependa tukuombee. Na jambo lingine, maybe hauja peana prayer request yako ama hujaomba, you can SMS me through that number. Uniambie, pastor, ninataka na mimi upate kuniweka katika maombi, na uandike mahitaji yako. Unaingia tu kwa my inbox WhatsApp ama message yenyewe unanitumia, unaniambia jina lako na mahali unatoka na kile ambacho ungependa nipate kukuombea. Tutakuwa nawe katika maombi na itakuwa vizuri. Lakini sana ingeliwezekana usimame na sisi katika hali ya kupeleka injili nje kwa kile kiwango Mungu atakuwezesha, iwe ni kidogo iwe ni kubwa, tutashukuru sana. So Mungu akubariki sana kwa kuchukua hatua ya kusimama pamoja nasi, kwa kutoa sadaka zako kwa njia zote zile, na Bwana akubariki. Tunakuaga na morning glory, tunakuaga na mkutano mchana, tunakuaga na mkutano kiani saa yote ile Mungu atatuwezesha. Lakini kwa mwezi, kwa sababu tunaweka foundation, kuanzia mwezi wa pili tutakuwa na mipangilio ya ibada zetu, na Bwana atakubariki. Na usisahau kutufuatilia kila mara katika ibada za Jumapili za nguvu za uwezo, na miujiza mikubwa inatendeka. Kwa hivyo Bwana wabariki wote, Bwana watetee wote, Bwana ajibu ombi lako. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.